Kwenye maisha hauwezi ukakosa jema na wala hauwezi ukakosa baya. Sio tu kwa watu waliokuzunguka lakini hata kwenye familia yako. Leo ni siku ya familia duniani. Hapa baadaye kwenye undani tumeangazia siku hii. Kujua kwa nini Umoja wa Mataifa waliamua kuweka siku hii. Mimi ni Anisia Sylvester, lakini pia kwenye taarifa za kawaida. Na sasa tutaanza na jicho la habari. Jicho la habari leo tunaanzia mkoani Geita ambapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita kwa kushirikiana na mgodi wa dhahabu wa Geita GGML wameandaa warsha maalum iliyojumuisha wadau kutoka sekta mbalimbali kujadili namna ya kukabiliana na rushwa katika jamii. Emmanuel Ibrahim kutoka Geita anakuja na undani kamili. Akizungumza katika warsha hiyo, katibu tawala mkoa wa Geita Mohamed Gombati amesema kuwa taasisi yote inayoendeshwa kwa misingi ya rushwa huzofisha uchumi wa eneo husika na hivyo kuchangia kuongezeka kwa maskini kwa wananchi. Gombati amesema ipo haja ya kuwa na mikakati ya pamoja ya namna bora ya kuzuia vitendo vya rushwa, kwa sababu vitendo hivi vinaharibu amani iliyopo ndani ya jamii, vinakwamisha maendeleo katika jamii zetu, zinasababisha jamii iwe na umaskini. Lakini pia uchambuzi na uzoefu wenu utatusaidia kutengeneza hatua zitakazotekelezeka badala ya mikakati ya jumla isiyoakisi uhalisia wa kazi zenu. Upande wake, meneja mwandamizi wa kitengo cha mahusiano kutoka GGML Gilbert Moria ameeleza kuwa lengo kuu la warsha hiyo ni kuhamasisha mapambano zaidi ya rushwa kwa kuzuia viashiria vyote vinavyochangia kuenea kwa vitendo hivyo ndani ya mkoa wa Geita. Tulitaka kuwaonyesha wadau wetu ambao ni serikali, wafanyabiashara, lakini vile viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini, wananchi kwa ujumla, ni jinsi gani mifumo yetu iko robust katika kuhakikisha kwamba inazuia viashiria vyote vya rushwa. Wale wenye pesa ndio wanapewa nafasi kubwa. Wale wasiokuwa na pesa ni changamoto, wananyimwa haki zao. Kwa hiyo nadhani hili ni swala linaanzia chini, lakini pia hata ngazi za juu pia serikali pia iangalie, kwa sababu rushwa nyingi zinaanzia katika vyama. GGML kwa kushirikiana na TAKUKURU wamepanga kufanya mikutano 28 ya ngazi ya vijiji na mitaa, lengo kufikisha elimu kwa wananchi kuhusu vitendo vya rushwa na njia ya kuitokomeza. Kutoka Geita, Emmanuel Ibrahim, na hii ni Clouds TV. Kutoka Geita na sasa tunaelekea Songwe. Jeshi la polisi mkoani Songwe kupitia kitengo cha usalama barabarani kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto na uokoaji wametoa elimu ya usalama barabarani kwa madereva, abiria na maafisa usafirishaji na kubaini changamoto kubwa iliyopo ni abiria kuchanganywa na mizigo ndani ya gari. Huyu hapa Aida Matthew kutoka Songwe anakuja na undani kamili. Elimu hiyo ya usalama barabarani kwa abiria wanapokuwa safarini imetolewa ndani ya mabasi tofauti katika stendi ya mabasi iliyopo ndani ya mji mdogo wa Mlowo, wilaya Mbozi, ambapo abiria wameelimishwa juu ya wajibu na haki zao wanapokuwa ndani ya chombo cha moto. Unapokuwa na mzigo wako ndani ya gari, kumbuka mwenye jukumu la kuweza kulinda mzigo huu ni wewe abiria. Lakini mzigo huu mara nyingi hauruhusiwi kuweza kukaa chini ya korido hili hapa. Hii korido ni kwa ajili ya kupita watu, kwa maana kama ni njia kwa ajili ya watembea kwa miguu kuweza kusafiri kutoka kupita sehemu moja kwenda upande mwingine kwa ajili ya kutafuta au kukaa kwenye siti yake rasmi. Kubwa zaidi ni abiria kuchanganywa na mizigo. Kama ni apps tumezifanya nyingi, lakini hii hapa inaonekana ni changamoto kubwa, si kwa sababu ya mchanganyiko wa magari mengi yanatoka vijijini, lakini kwa usalama wa abiria sio rafiki kabisa. Na elimu imelenga zaidi kwenye maeneo ambayo tumeona kuna shida kubwa, hasa hizi siku ambazo zinakuwa ni za minada, kwa abiria kuchanganywa na mizigo ndani ya gari. Kwa hiyo tumeona kabla ya kuchukua hatua za kisheria tuje kwanza tutoe elimu ili tunapokuja kuchukua sasa hatua za kisheria kusiwe kuna malalamiko ya aina yoyote. Usalama kwa hii stand yetu unaimarika kwa upande wetu wa jeshi la polisi. Askari wako hapa karibu masaa yote, muda mchache sana wa usiku ambapo magari yanakuwa yamepungua. Katika hatua nyingine, jeshi la zimamoto na uokoaji wamefika katika shule ya sekondari Iwanga iliyopo mji mdogo wa Mlowo, ambapo wametoa elimu kwa wanafunzi juu ya kupambana na majanga ya moto endapo yatatokea majumbani. Unapojaribu kuzima moto kwa kutumia maji, moto wa mafuta, unakuwa kama unauongezea makali. Sisi tunaelewana? Kwa hivyo basi, vizimia moto sahihi vya moto wa mafuta ni unga mkavu unaitwa chemical dry powder
au mchanga mkavu. Sijui tunaelewana? Tunatumia hivyo kwa sababu gani? Unapokuwa unatumia unga mkavu, unakuwa unaenda juu ya yale mafuta, unaziba kwa kunyima hewa ya oksijeni. Aida Matthew, Clouds, Songwe. Na sasa tunaelekea mkoani Kilimanjaro ambapo uongozi wa Baraza la Biashara kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EABC umesisitiza wafanyabiashara kutoka mataifa ya Tanzania na maeneo jirani kuendelea kutumia mifumo rafiki ya kidigitali ili kukuza masoko nje ya mipaka ya Tanzania. Taarifa ya Hababi Mohamed kutoka mkoani Kilimanjaro, hapa studio imesimuliwa naye Juma Mohamed. Kukua kwa teknolojia duniani kunatajwa kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali ikiwemo mifumo ya kibiashara, kuyafikia masoko kwa wakati na kuzingatia kanuni na sheria za biashara kwa maendeleo ya nchi. Akizungumza na wafanya biashara wa ndani na kimataifa wa mazao ya mboga, kahawa na ngozi mkoani Kilimanjaro, meneja masuala ya biashara wa Baraza la Biashara kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki Frank Dafa anaeleza umuhimu wa jukwaa hilo kwa wafanya biashara nchini. Hususan kwenye mafunzo yao tumewalenga watu ambao wako kwenye sekta ya kahawa, bidhaa za mboga na ngozi. Lakini pia kuna wadau wengine tumewaalika ambao wanafanya biashara za kuuza nje ya nchi ili kuwajengea uwezo kwenye mfumo wa Tanzania Trade Information Portal. Petro Matulanya ni ofisa biashara mwandamizi kutoka Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade, anaeleza fursa za matumizi ya teknolojia katika shughuli za biashara ili wafanya biashara waweze kuuza kirahisi katika soko la kimataifa. Tanzania Trade Portal ni mfumo ambao unasaidia kurahisisha ufanyaji wa biashara kwa kupata vibali na leseni kwa njia ya mtandao. Hivyo basi, mfanyabiashara anayeanza kabisa biashara akitumia mfumo huu ataweza kujua taratibu za kupata vibali, leseni na kama kuna usajili ili aweze kufanya biashara husika. Changamoto tunazozipata sasa ni muda ambao vibali vinaachiliwa na process ni ndefu kwa apply by na requirements, kwa mfano za ili upate hicho kibali ni nyingi ambazo pia ziko nje ya uwezo wetu. Cha kwanza, yanatusaidia katika kuweza kupanua soko la mazao ambayo yanazalishwa hapa Tanzania, na ni mfumo rahisi ambao utatuwezesha sisi kuweza kupata masoko katika nchi tu, sio Japani bali ni nchi tofauti tofauti, na tutaweza kuuza na kuweza kuwasaidia wakulima katika zile kahawa ambazo wanakuwa wanazilima katika jamii zetu. Na sasa tunaelekea mkoani Manyara. Jeshi la polisi mkoa wa Manyara limezindua rasmi kituo cha polisi cha kuhamahama Mobile Police Station, ikiwa ni hatua ya kuimarisha mapambano dhidi ya matukio ya ukatili wa kijinsia ikiwemo ubakaji na mauaji, pamoja na kuimarisha upatikanaji wa huduma za usalama kwa wananchi wa maeneo ya mbali na vituo vya polisi. Marcel Lazaro kutoka Manyara anakuja na undani kamili. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Manyara Sakap Ahmed Makarani ameeleza kuwa hatua hiyo inalenga kupeleka huduma za polisi karibu zaidi na wananchi, hasa katika maeneo ambayo hakuna vituo vya polisi. Kituo hichi cha polisi kinachotembea, lengo kuu la kituo hichi kuwa linakuja kuongeza nguvu katika kazi za vituo vya polisi, yani linaongeza nguvu, yani to intensify kazi za polisi. Hiyo ni moja. La pili, kuongeza nguvu katika kazi za kiupelelezi. Na tatu, naweza kutumika kama kituo kwa ajili ya operation mbalimbali za kipolisi. Kwa upande wake, mkuu wa polisi wilayani Babati OCD Ernesta Mwambinga ameeleza kuwa huduma hiyo mpya itasaidia pia kutoa elimu kwa jamii kuhusu haki zao na namna ya kushirikiana na vyombo vya dola katika kudhibiti uhalifu. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ufunguaji wa kesi, kupokea taarifa za uhalifu na wahalifu, pamoja na doria na misako katika maeneo husika. Zainabu Idi, Isa Mustafa pamoja na Zakaria Dengai ni baadhi ya wananchi walioeleza furaha yao baada ya uzinduzi wa Mobile Police Station. Mambo mengi ya ukatili yanayotokea yawezekana wengine hatufahamu mahali pa kuyapeleka, lakini leo hii tumepata fursa hapa. Tutawasaidia wananchi kwa sababu watakuwa wako karibu na kituo,
habari za kutoa za uhalifu zitafika kwa wakati. Kwa hiyo inakuwa ni njia rahisi sana ambavyo inaweza ikafanya kuweza kuwa na utatuzi kwenye matatizo ambayo yanatokea kwenye hii kata yetu ya Kashi. Kutoka Babati mkoani Manyara, jina langu ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV. Asante sana Marcel Lazaro kutoka uko Manyara. Na sasa tuelekee Pwani. Katika kukabiliana na mmonyoko wa maadili nchini, wanafunzi wanaoandaliwa vizuri kimaadili wanatajwa kuwa na nafasi nzuri na kubwa kuisaidia jamii kuondokana na tatizo hilo ambalo limepelekea vijana wengi kujiingiza katika matukio ya kihalifu. Taarifa zaidi na Glory Nkini. Katika kukabiliana na mmonyoko wa maadili nchini, wanafunzi wanaoandaliwa vizuri kimaadili wanatajwa kuwa na nafasi kubwa kuisaidia jamii kuondokana na tatizo hilo ambalo limepelekea vijana wengi kujiingiza katika matukio ya kihalifu. Kila mzazi au mlezi shauku yake kubwa ni kuona watoto wanaishi katika maadili wanayotakiwa hadi wanapofikia umri wa kujitegemea. Kwa kuliona hilo, afisa elimu awali na msingi wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani, Kajigili Wema, akatoa tahadhari kwa vijana kwa kushirikiana na shirika la Compassion International Tanzania CIT huko Zinga wilayani Bagamoyo. Mtoto akikuwa akimjua Mungu, Askofu Ndaki amesema mjue sana Mungu. Yaani katika dunia hii niwaambie wanangu, usipomjua Mungu huwezi kufanya chochote. Mimi sasa hivi mnaniona mimi ni daktari wa kusomea. Nimeanza darasa la kwanza nikisomeshwa, wazazi wangu walikuwa maskini, lakini mpaka nimefika hapa leo. Kwa upande wake mwenyekiti wa cluster ya Compassion ya Bagamoyo, mchungaji Raymond Michael, ameweka bayana namna wanavyohudumia watoto na kuwasaidia kupata elimu. Watoto na vijana hawa tuliwaandikisha wakiwa na miaka kuanzia 3 mpaka 5 na tunahudumia mpaka wanapofika miaka 22. Na leo tunaendelea kuwaaga vijana wetu ambao wamehitimu kwa kufikisha miaka 22. Hii fursa nilipata toka 2007 mpaka nimehitimu toka 2022. Nilianza kusomeshwa toka nikiwa nasal mpaka sasa hivi kukiwa chuo. Kwa kufikia baadhi ya malengo yangu, kama lengo langu la awali lilikuwa ni kusoma kozi za afya, na nashukuru Mungu nimeweza kufikia ndoto zangu. Kutoka Pwani. Na sasa moja kwa moja tukaangazie undani wa siku ya leo. Asante kwa kuendelea kuichagua alasiri ya Clouds TV. Na sasa ni wakati wa undani, ambapo leo ni siku ya familia duniani. Tamko rasmi la Umoja wa Mataifa kuhusu siku hii mwaka 2025 linaangazia umuhimu wa sera zinazolenga familia katika kufanikisha maendeleo endelevu kuelekea mkutano wa pili wa dunia wa maendeleo ya kijamii. Mwajabu Shafi ameangazia kwa undani taarifa hii. Siku ya familia duniani, International Day of Family, ni siku maalum ya kimataifa iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa UN kwa lengo la kutambua na kuhamasisha umuhimu wa familia katika maendeleo ya jamii na dunia kwa ujumla. Siku hii ilianza kuadhimishwa rasmi mnamo mwaka 1993 na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, baraza hilo likilenga kuelezea umuhimu wa familia kama kitovu cha jamii, kuelimisha umma kuhusu masuala yanayoathiri familia kama vile umaskini, elimu, afya, ukatili wa majumbani na usawa wa kijinsia, na kuhamasisha serikali na mashirika kuandaa sera na mipango yenye msaada kwa familia. Familia ni msingi wa maisha ya binadamu na ndio sehemu ya kwanza mtoto anapojifunza maadili, lugha, upendo na heshima. Katika familia mtu hupata malezi yanayomjenga kuwa raia mwema mwenye mchango katika jamii. Familia nzuri hujenga kizazi chenye misingi bora ya utu na uwajibikaji. Zaidi ya hayo, familia ni chanzo kikuu cha faraja na msaada, hasa katika nyakati za matatizo au changamoto, na inatoa usalama wa kihisia na msaada wa kiuchumi, na hivyo kuwa na ngome ya kuhimili misukosuko ya maisha. Ni katika familia ambapo mshikamano na huruma hujengeka, mambo yanayohitajika sana katika jamii yote yenye amani.
Ni kwa namna gani familia inaweza kuwa msaada wa kutatua changamoto? Mchungaji Dr. Haris Kapiga anatueleza kwa uzuri. Familia inawezaje ikamsaidia mtu wakati wa changamoto? Lazima tufahamu Mungu ndio mwanzilishi wa familia. Ndio maana alivyomuumbaga Adamu akamtafutia na mke wake Eva ili wakae pamoja. Sawa, wapate watoto waendelee mbele zaidi. Familia au kwenye familia ni mahali ambapo kama kuna watoto, kama kuna jamaa, huwa wanapata maelekezo ya kwanza na wanayaamini mno. Unajua kama ukiwa na baba, ukiwa na mama, ukiwa na babu, ukiwa na bibi, ukiwa na shangazi, kwa sababu wale ni watu wa kwanza ambao unawaona wakati umekuwa kwa utoto wako. Kwa chochote wanachokuambia unakiamini sana. Wanakuambia hatuvutaji sigara, hatunywagi pombe, hatulagi kwa watu, hatukagi bila kazi. Unajua hivyo ni vitu ambavyo unavifanya, unavielewa sana wakikwambia watu wa familia. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba familia ina uwezo mkubwa wa kumsaidia mtu kutatua au kukabiliana na changamoto kama itakuwa inamwambia maneno yenye mlengo chanya, na mtu yoyote huwa anaamini sana members of the family au wale washirika wa familia anawaamini sana. Kwa hiyo kumbe familia inaweza kabomoa, familia inaweza kajenga. Kizuri cha kujua tu ni kwamba wanafamilia, tukiona mtu anapitia changamoto, labda amekuwa na uraibu wa kuvuta dawa za kulevya, amekuwa na uraibu wa ulevi, amekuwa na uraibu wa kutokufanya kazi, amekuwa na uraibu wowote ule ambaye inakuwa changamoto zozote tu, ameachika, ameachwa, amefeli mtihani, amefukuzwa kazi, amechelewa kupata ajira, familia ina uwezo mkubwa sana wa kumsaidia mtu huyu ili aweze kuendelea mbele, kwa sababu mtu yeyote huwa anaamini maneno aliyopata kwenye familia, na huwa anaamini wanafamilia wanaweza kuwa na upendo wa kweli zaidi. Kuna wengi walioshindwa kujiendeleza kiuchumi kutokana na kukosa msaada wa ushauri au hamasa ya mapambano, lakini mchungaji Haris Kapiga anasema familia inaweza kumwezesha mtu kukua kiuchumi. Familia inawezaje kumsaidia mtu kama mpambanaji? Imsaidie kumfundisha vitu kwa vitendo. Kwa mfano, kama mtu anaamini sana baba, mama na ndugu yao jamaa, halafu baba au mama akamka akamwambia fanya kazi. Ndio, fanya kazi, osha hichi, sijui kata majani, fagia, fanya hivi, nenda kafanya hivi, osha vyombo, pika, usilale sana, lala, amka. Yaani familia ndio mwalimu wa kwanza wanaweza kumsaidia mtu kupambana kwenye maisha. Na lazima tufahamu kama wanafamilia, kama baba, mama, ndugu ambaye tuko ndani, sisi ndio ambao tunaweza tukajenga mtu akawa mpambanaji sana. Kwa sababu kwanza huwa mtu anajifunza mara nyingi, hasa akiwa na umri mdogo, anajifunza sana kwa vitendo, kwa kuona, sio hata kwa kuambiwa. Kwa hiyo imagine baba anatoka ndio anapambana, analeta hela, mama anatoka anaamka asubuhi anafagia, anafanya nini, wakiona wanajua kwamba kumbe ndio maisha. Halafu akaongeza na kuwaambia, kuhamasisha kufanya, uumini kwamba tunaweza kutengeneza taifa lilikuwa bora zaidi. Na lazima tujue kwamba kama tunataka kuwa na taifa bora, lazima tuwe na familia bora. Katika kuadhimisha siku hii ya familia duniani, tunakumbushwa kuwa na muda wa kuwa pamoja na familia zetu, kuwatathmini wapendwa wetu na kulinda taasisi hii muhimu. Familia bora huzaa jamii bora, na jamii bora hujenga taifa imara. Familia bora huzaa matunda bora. Na mimi naweza nikasema kwamba familia ni eneo ambalo unaweza ukaamua kwamba iwe sehemu ya kivuli cha kupumzikia, au iwe sehemu ya mti uliokatwa kila mtu aogope leo kurudi nyumbani. Wewe unaitazama Clouds TV kwa wakati huu, familia ni sehemu gani umeiweka kwa upande wako? Basi familia ndio zinazotuongoza vizuri kutambua yaliyo mema na mabaya, na pia kuenenda vyema kulijenga taifa na jamii inayopendeza, isiyokuwa na uhalifu, isiyokuwa na matukio mabaya, yenye kupendeza na kuvutia kwa kila mtu na kwa kimbilio kwa kila mtu. Mimi ni Anisia Sylvester.